Klabu ya Manchester United wameamua kuongeza nguvu ya kumsajili mshambuliaji kutoka Nigeria Victor Osimhen baada ya mshambuliaji kutoka Sweden Viktor Gyökeres kuonekana kuitaka zaidi Arsenal. Pia Manchester United kwa sasa hawako kwenye hali nzuri ya kiuchumi itakayowawezesha wao kumsajili Viktor Gyökeres kwa dau la pound milioni 84. Kwa mujibu wa mkataba wake na klabu yake ya sasa ya Sporting Lisbon, kwa klabu yoyote ambayo itataka kuvunja mkataba wake itatakiwa kulipa kiasi cha paundi milioni 84, kiasi ambacho kinaonekana ni kikubwa sana kwa klabu ya Manchester United kwa sababu wanapitia katika hali ngumu ya kiuchumi kwa sasa hivi. Jana wakala wa Viktor Gyökeres alidai kuwa anaamini klabu ya Sporting Lisbon inaweza ikapunguza ada hiyo ya uhamisho kutoka paundi milioni 84 mpaka paundi milioni 50. Wakati huo klabu ya Manchester United imeripotiwa kuwa inaweza kuachana na goalkeeper wao kutoka nchini Kameruni Andre Onana. Onana anaonekana kuwa na makosa mengi binafsi, makosa ambayo yanaigharimu kwa kiasi kikubwa timu yao. Klabu hiyo ina mpango wa kumsajili goalkeeper Aston Villa na timu ya taifa ya Argentina Emil Martinez kama replacement sahihi ya Onana. Sasa mwana SNS ukitazama hapa kuna mambo mawili. Kuna usajili wa Viktor Gyökeres ambaye aliwahi kufundishwa na kocha sasa wa Manchester United Ruben Amorim wakati anaifundisha Sporting Lisbon msimu uliopita. Kwa hiyo wana mahusiano mazuri kati ya kocha wake wa zamani ambaye sasa hivi anaitumikia klabu ya Manchester United. Kwa hiyo Viktor Gyökeres anaweza akashawishika vizuri na kocha huyo, lakini tatizo ambalo linabaki ni klabu ya Manchester United kuonekana kama hawana mzigo wa kutosha kwa sasa hivi kutokana na hali yao ya madeni ambayo inawakabili. Kitu kingine ambacho natamani kufahamu kutoka kwako mwana SNS hasa shabiki wa Manchester United, unaona ni sahihi kwa sasa hivi kwa klabu yako kuachana na Onana na kumsajili goalkeeper ambaye ana tuzo ya goalkeeper bora duniani kwa sasa Emil Martinez?